Mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda ametoa siku 3 kwa tume maalumu iliyoundwa kuchunguza malalamiko ya wananchi kuhusu kupanda kwa bei ya bidhaa hususan sukari ili kuwasilisha taarifa na majibu sahihi juu ya chanzo cha hali hiyo. DC Itunda ametoa agizo hilo baada ya kufanya ziara ya kushitukiza katika eneo la Mwanjerwa jijini Mbeya kwa lengo la kujionea hali halisi ya bei za sukari sokoni, kufuatia malalamiko ya wakazi wa jiji hilo juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo muhimu kwa matumizi ya kila siku. Akizungumza mara baada ya ziara hiyo, mkuu wa wilaya Itunda amesema kuwa serikali ina bei elekezi ya sukari inayofahamika, hivyo ameitaka tume hiyo kuja na ripoti kamili itakayobainisha sababu za mfumuko wa bei, ikiwemo iwapo kuna changamoto za uzalishaji, usambazaji au vitendo vya upandishaji wa bei bila sababu za msingi. Aidha, amesisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vya walanguzi au wafanyabiashara wanaokiuka taratibu za bei, huku akisisitiza umuhimu wa uwazi na ushirikiano kati ya serikali, wafanyabiashara na wananchi katika kudhibiti bei za bidhaa muhimu. Kwa upande wake, mmoja wa wafanyabiashara katika soko la Mwanjerwa, Tiza Celestine, amesema kuwa kwa sasa anauza sukari kwa shilingi 3,500 kwa kilo moja, akieleza kuwa bei hiyo inategemeana gharama anazopata wakati wa kununua sukari kutoka kwa wasambazaji, akiongeza kuwa kwa uzoefu wake bei ya sukari huwa inapanda zaidi kati ya miezi ya Machi hadi Julai kutokana na sababu mbalimbali za kibiashara. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Ni baada ya kupata malalamiko ya wananchi juu ya kupanda kwa bidhaa mbalimbali hususani sukari. Tumezunguka kwenye maduka kama 5 hivi ya wafanyabiashara wetu wanaouza jumla, lakini pia na wafanyabiashara wachache wanaouza rejareja. Tumetembelea bucha za nyama, tumetembelea maduka ya mchele, tumejionea wenyewe. Lakini kupitia kikao chetu cha leo kimeelekeza na tayari utekelezaji umeshafanyika wa kuunda timu ndogo ya kufanya utafiti wa kina ili tubaini hasa kiini cha hii changamoto. Kwanza tuwabaini watu ambao kwa njia moja au nyingine wamehusika au wanahusika kupandisha bei ya bidhaa hususani sukari. Pili, tujiridhishe hii sukari wameinunua wapi, kwenye kiwanda kipi. Hii timu itafanya kazi ya kupata taarifa mpaka kwenye viwanda vyetu vyote, kiwanda cha Mtibwa pamoja na vile viwanda vingine. Tujiridhishe na usafiri kuitoa sukari Mtibwa, Kilombero kuileta hapa Mbeya. Lakini pia wafuatilie na nyaraka zote walizozitumia kwenye michakato ya kununua hiyo sukari. Na tayari tumeshaunda timu, itakuwa na watu 11. Watakuwepo wajumbe baadhi wa vyombo vyetu vya usalama, lakini pia watakuwa na wataalamu wa halmashauri zetu zote mbili, halmashauri ya jiji la Mbeya na halmashauri ya Mbeya DC. Tarehe 5 mwezi wa 12 nafikiri walianza kufanisha take note. Kwa kwanza tarehe 5, 6, 7 mpaka 9 huko. Na mimi nilikuwa nauza 4,000 kwa sababu nilikuwa nanunua 70,000. Na ulivyoshusha 3,500 mpaka yani sasa hivi unasema unauza 3,500. Walipunguza tena kule kidogo. Sasa hivi 65.
Wakati ule ulikuwa unanunua ngapi? 70,000, 72,000. Simona, umepata taarifa nzuri hapa. Huwa unapendelea kununua sana kwa nani? Kwa inategemeana sasa. Unaangalia. Kwa sababu naangalia bei. Kwingine 70,000, 68,000 siwezi kununua kwa 70,000 kwa sababu kwa 68,000 kwa wana wenyewe ndo. Kwa mfano ya mwisho ulinunua? Ya mwisho nilinunua kwa Mwavi. Mwavi. Yeye yuko wapi? Hapo ng'ambo. Andika. Ndio ulinunua kwa 65,000. Panda bei, nilikuwa ameenda mwanangu Dar es Salaam kule. Tena kwa Zakaria mwenyewe. Zilipanda bei. Zilifika shilingi ngapi kule kipindi hicho? Kipindi hicho kilikuwa 55. Wakati zilikuwa huko 40 na. Lakini tulilazimika kuchukua hivyo na tuliuza hapa kwa 60 mpaka 61. Lakini tulimaliza. Unafikiri kwa nini pamekuwa na mabadiliko ya ghafla ya kupanda kwa bei? Sijajua mimi kwa sababu sisi tumezoea kupanda bei ya sukari ni miezi 3, 4, 5, 6. Huwa wanafanya ukarabati viwanda. Lakini kwa safari hii mimi sina habari.